Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa cha Inuka Umiliki. Mwongoza kipindi ni mimi yule mama yenu, Mama JJ. Leo topiki yetu mpya ya leo inasema watu hawathamini akili, wanathamini matokeo ya akili. Narudia tena. Topiki yetu mpya ya leo inasema watu hawathamini akili, wanathamini matokeo ya akili. Kwa nini tunaenda kuongelea katika hili swala la akili? Kwa sababu kipindi chetu kiko katika masuala mazima ya Inuka Umiliki, na kila siku tuko katika kujiinua, na kila siku tuko kwenye kujifunza tuweze kumiliki vile vipasavyo kuvimiliki. Sasa katika topiki yetu mpya ya leo hii nitaongelea katika vipengele vitatu tu. Nataka kipindi kiwe very short, kwa maneno machache nitakayoongea, ili tupate kueleweka au tupate kuelewana kwenye swala zima la akili, kwa sababu kwenye akili ndiko kwenye chemchemu nyingi tu, kwenye mchemchemu ya matokeo, kwenye chemchemu ya tabia. Vitu vingi vinatokana kwenye huo akili ilipo. Sasa kwa nini tunasema kwamba watu hawasifu akili, wanasifu matokeo ya akili? Sasa pointi yangu namba 1 inasema akili bila matokeo watu hawathamini. Navyosema hivyo kwamba akili bila matokeo watu hawathamini ni kwa sababu kuna watu wengi wanaweza kujisifu wenyewe kwamba mimi na akili sana, mimi am very intelligent, mimi vile, lakini ukiangalia matokeo ya huyo mtu nyuma alionayo huoni chochote. Au kuna mwingine tena watu wanaweza kumsifia ile fulani ana akili, hatujui kwamba anakwama wapi. Umeona? Lakini hiyo yote kwa sababu watu wanasema hivi kwamba tunaona mtu ana akili, hatuoni anakwama wapi, kwa sababu watu wanathamini sana matokeo ya akili ulionayo. Sasa unaweza ukasifiwa una akili, au unaweza ukajisifu wewe mwenyewe una akili, lakini ndani ya hiyo akili watu hawaoni ubunifu, watu hawaoni kuzalisha, watu hawaoni masuluhisho, watu hawaoni miradi yoyote, umeona, au uvumbuzi wowote. Kwa hiyo kwa sababu wanadamu wengi wanathamini vile vitu ambavyo utaweza kuvifanya nini? Kuvifumbua. Kwa hiyo kama wewe una akili na hujaweza kufanya chochote, ndio maana thamani yako haionekani. Umeona? Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, anaweza kusema point number 2. Matokeo yako ya akili ndiyo yatakufanya wewe watu wakuthamini. Naposema kwamba matokeo ya akili inamaanisha nini? Matokeo ya akili ulio nayo ndio yale tunakuta kwamba uvumbuzi. Ndio utakutana kuna watu wamevumbua meli, kuna watu wamevumbua ndege, kuna watu wamevumbua hizi taa, watu wamevumbua TV, watu wamevumbua hata pa kulala, watu yani vitanda vya kulalia, watu wamevumbua hata pa kwenye viti vya kukalia, kwa sababu ukiangalia mwanadamu sidhani kama hivi vitu mwanzoni ukiangalia kama alikuwa anaishi katika hivyo vitu. Yeye alikuwa katika maisha yake tu ya mavazi, malazi na kulala. Na hata mavazi yenyewe alikuwa anavaa magome ya miti, na kula chochote kile na pa kulala popote, ili mradi tu mvua isinyeshee wala jua lisimpate. Lakini maendeleo ya mwanadamu yalivyokuwa anazidi kuendelea mpaka leo yanaendelea. Sasa hivi tuko katika masuala ya technology, umeona? Kwa hiyo ndio uvumbuzi ambao tunasema akili, kuzalisha. Umeelewa? Unazalisha vitu, miradi ambayo inaonekana, miradi iliyokamilika, masuluhisho kwa watu, kwa sababu watu wengi wanahitaji masuluhisho, wanahitaji majibu. Kwa hiyo sasa, ili wewe uweze kupata hiyo thamani, lazima matokeo yawepo kwenye akili. Kwa hiyo hapa swala lazima sio swala la kujinadi wewe una akili, wala sio swala la kujisifia wewe una akili. Point inayotakiwa hapa, ndani ya hiyo akili unatuzalishia kitu gani? Ndani ya hiyo akili umefanya ubunifu gani? Ndio hapo nimesema kwamba matokeo ya akili yako ndiyo thamani ambayo watu watakupatia wewe. Ndicho kitu ambacho watu kitawavutia kutokana na akili yako wewe. Umeona? Ndicho watu wataona the value of your brain. Kwa hiyo mpaka hapa nimeeleweka. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa hapa, wewe unaojisifu na akili, tunaomba uzalishe vitu, fanya ubunifu, fanya suluhisho, vumbua vitu. Ndio tunaomba hapo thamani. Na kuja pointi namba 3. Namba 3 inasema akili ni mali. Huu msemo watu wengi wanausema akili ni mali. Kwa nini watu walikuwa wanasema akili ni mali? Au kwa nini mpaka leo hii watu wanaongelea kwamba akili ni mali? Ni kwa sababu wanajua kwamba ndani ya akili kuna mali, na pasipokuwa na akili hakuna mali.
Kwa sababu ukisema hivyo kwamba mtu hana akili, hata umpe pesa hakuna kitachoweza kukipata. Hata utembee naye sehemu mfano umwambie hapa unaona nini, au ni kitu gani unaweza ukaachieve hapa, au ni kitu gani unaweza ukakipata hapa, aoni. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi vyote kwamba tunavyoambiwa akili ni mali, hii akili inajua kwamba akili ina uwezo wa kuzalisha, akili ina uwezo wa kuvumbua, akili ina uwezo wa kuleta zile, yani kuleta mali tunazozihitaji, na akili inaweza kuleta matokeo makubwa. Sasa tunaposema akili ni mali, ni kwamba tukubaliane kabisa kwamba kwenye akili ndiko kwenye mali. Kwa sababu kuna watu wengine wamekaa tu wanasubiri, yani mimi nikipata kitu fulani, lakini akili zao hazifanyi kazi. Hata upewe hivyo vitu, hakuna utakapofika wala hakuna utakapovuka. Uniamini, kawatafute watu ambao wameshika hela kubwa. Uniamini, kawatafute watu wana mashamba makubwa wameyalalia tu, hata kulima hawawezi, wala kufuga hawawezi, wala kukodisha hawawezi, lakini ni maskini mpaka maandazi anashindwa kununua. Hapo ndio utapoamini kwamba akili ndio mtaji mkubwa. Na kwa mfano tu kidogo labda nataka niongelee. Umeshakutana na wale watu wanakuambia mimi Bon Town. Yaani Bon Town anajinadi, anajisifu, alafu anatoka Msukuma huko kutoka Mwanza na baiskeli mpaka Dar es Salaam, giving example, mpaka Dar es Salaam, au anatoka Muha huko Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa baiskeli. Alafu huyu Bon Town anamcheka yule aliyekuja na baiskeli. Alafu baada ya miaka miwili anamkuta huyu aliyekuja na baiskeli na alikuwa anamcheka na mavazi yake yuko mbali. Sasa swali langu, wewe Bon Town na yule aliyekuja na baiskeli kutoka labda Kigoma mpaka Dar es Salaam kwa baiskeli, au ametoka Mwanza na baiskeli, umeelewa? Lakini baada ya miaka miwili mitatu anakuajiri wewe, na yeye nani ana akili? Kwa sababu tunaposema kwamba mi Bon Town na naijua jiji before you, maana yake una akili, maana yake umeona exposure, maana yake umeona vitu vingi. Sasa swali, je, hivyo vitu ulivyoviona, exposure ulioipata imekuzalishia chochote? Au kwa kuzaliwa mjini au kwa kuzaliwa town, ni kitu gani umeweza kukiachieve? Na kwa nini yule mtu ametoka kijijini amekushinda wewe? Hilo ni swali nataka nikuachie wewe. Na wewe ndio kwa mmoja hapo labda kumcheka mavazi anovaa, accent ya Kiswahili yake ilikuwa sio nzuri. Okay, lakini baada ya miaka kadhaa anakuajiri wewe Bon Town. Tatizo liko wapi? Sasa mimi leo naomba niwaachilie tu swali. Wewe mwenye akili sana, je, kuna kitu kimeongezeka? Je, umeleta suluhisho? Na wewe ambaye unajiita Bon Town au unajiona wewe mtoto wa, yani uko vizuri, yani una akili au vitu vingine vyovyote, imekuzalishia nini? Je, kwa nini mtu ametoka huko na baiskeli na mavazi ya ajabu na accent mbaya ya Kiswahili, alafu baada ya hapo anakuajiri wewe, au wewe ndio unakwenda kumsujudia? What's wrong? Sasa mimi naomba mimi niwaachie hapo tu. Basi mimi sitaki niongee sana. Nataka niwaambie tu kwamba jamani, ninawapenda sana wapenzi wa Inuka Umiliki. Sina mengi sana zaidi ya kuwashukuru, na watakia weekend njema yenye heri na baraka. Mfungo mwema wa Ramadhani na mfungo mwema wa Kwaresma. Bye.